Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi. Leo tunasimama pamoja kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, siku ya kukumbuka kwamba kila mtoto ni zawadi ya Mungu, tumaini la familia na msingi wa taifa la kesho. Tunapowaona watoto wakicheka, wakijifunza na kuota ndoto kubwa, tunakumbushwa wajibu wetu wa kuwalea kwa upendo, kuwapa ulinzi na kuwajengea mazingira salama ya kufikia ndoto zao. Kutoka jiji la Arusha, maadhimisho hayo yameleta pamoja watoto, wazazi, walezi na wadau mbalimbali kwa lengo la kusisitiza umuhimu wa kutetea haki za mtoto na kuhakikisha sauti zao zinasikika. Endelea kuwa nasi katika Moyo wa Malezi, tukishuhudia furaha, vipaji na ujumbe muhimu kutoka kwa watoto ambao ndio viongozi wa kesho. Ujumbe wa mwaka huu unasema, mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya watoto wako na jamii nzima. Karibu tuanze. Watoto walipata nafasi ya kuonesha vipaji vyao mbalimbali. Walikuwa wakicheza, wakiruka, wakifurahia kabisa siku ya kwao ambayo ni siku ya mtoto wa Afrika. Walipata nafasi ya kuonesha burudani mbalimbali, na sisi kama wadau wa watoto hatukusita kujumuika na watoto na kufurahi nao pamoja. Kama hapo unaona tukiwa tunafurahi na watoto, tunacheza nao kabisa. Watoto wamechangamka wakiwa wanacheza kabisa na kuonesha kwamba wanafurahi kuishi Afrika, wanafurahi kuishi Tanzania, wanafurahi kuona kwamba wanapata nafasi ya kuonyesha vipaji vyao, wanapata nafasi ya kutoa burudani, wanapata nafasi ya kusikilizwa. Mtoto akisikilizwa, mtoto akipewa nafasi, anaishi kwa uhuru, anaishi kwa furaha. Maisha yake siku zote yanakuwa ni kujifunza vitu ambavyo vinaleta mafanikio katika maisha yake. Sisi kama Moyo wa Malezi tulikuwa karibu kabisa, tukihakikisha kila jambo halitupiti na tunashirikiana na watoto. Wadau mbalimbali wa elimu, wadau mbalimbali na wapenzi wa watoto, wazazi na wageni mbalimbali sasa walianza kuingia uwanjani tayari kabisa kwa ajili ya kusherehekea na kuadhimisha siku hii ya mtoto wa Afrika. Wageni mbalimbali kama tunavyoona wameingia sasa hapa uwanjani, viwanja vya Ngarenaro. Ni viwanja vya Ngarenaro hapa jijini Arusha, maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika na siku ya kimataifa ya familia, ambapo tayari sasa wameingia uwanjani kwa ajili ya kuanza shughuli nzima. Watoto kama tunavyoona hivyo wamejipanga kabisa wakiwa na mabango yao, wakiwa wanatoa ujumbe na kuonesha kwa jamii kabisa kwamba mtoto ni malezi. Kwa hiyo wanaionyesha jamii kwamba watoto wanatakiwa kupatiwa malezi, watoto wanatakiwa kutunzwa, watoto wanatakiwa kusaidiwa ili waweze kuifikia kesho yao njema. Kwa hiyo siku ilikuwa ni nzuri kabisa, kama unavyoona watoto wako tayari kabisa wakitoa ujumbe, wakishiriki katika siku yao hii vyema kabisa kama ilivyokuwa imewapasa. Ilifika wakati sasa watoto wa shule ya msingi Ngarenaro kuweza kuleta ngonjera na kuweza kutuma ujumbe wao kwa jamii. Karibu tuwasikilize. Mtoto wa Afrika apate haki zake zote. Siku ya mtoto wa Afrika, tusimame kwa kauli wa kulinda haki za watoto kwa moyo uliotulia. Ukatili tukataa, kama usipate nafasi watoto na taifa letu. Mtoto ni wa bustani linalohitaji maji, asinyimwe haki yake kwa mateso na bughudha. Kumpiga si malezi, ni kuongeza majeruhi. Tumpokee kwa upendo, ndio amani na furaha. Mwaka 2026 twakumbuka siku ya mtoto wa Afrika. Ukatili hauna nafasi popote
wakikosa wa kuwatetea, kukata hata matumaini. Tukumbuke wao ni kesho ya taifa lenye neema, tuwalinde wasipate dhuluma, wapate neema ya maisha. Binti naye ana haki kama mvulana, asibaguliwe kamwe kwa mila zisizomaana. Ndoa za utotoni pia tuzikatae kwa pamoja, maana na ndoto zake nyingi zinazostahili kuonekana. Nyumbani na shuleni upendo uwe nguzo, walimu na wazazi pia wawe chemchemi ya mwongozo. Hasira zikidhibitiwa ujenge maadili mema, mtoto hukuwa salama akitimiza malengo yake. Tukiwapa nafasi yao ya kusikika na watoni katika taifa bora. Mtoto Afrika anatuma kilio chake akisema, nisaidieni, nilinde nipate haki zangu. Nataka kusoma shule, nitimize ndoto zangu. Msinizuie kwa dhuluma, msivunje kesho yangu. Mtoto akinyanyaswa, tusikae kimya daima, tutoe taarifa haraka kwa mamlaka zinazohusika. Kutoa haki ni wajibu wenye dhima, ndipo Afrika itang'ara kwa watoto wa furaha. Wengi hukosa furaha kwa vipigo vya wazazi. Tuwafunze hekima na nasaha zenye kazi, ndipo watakapokuwa watoto bora. Afrika yetu inahitaji watoto wenye furaha, wenye afya na elimu, malezi yenye raha, si watoto wenye majonzi wala waishio kwa fedheha, bali wajivunie maisha yenye upendo na amani. Asanteni. Watoto wenye ulemavu nao wana haki sawa, wasitengwe kwa sababu ya hali walio nayo. Tuwape nafasi kamili katika kila hatua, maana nao ni hazina ya Afrika yetu. Tusinyamaze tukiona mtoto anadhulumiwa. Kimya chetu wakati mwingine huwafanya waumizwe. Tusimame kwa ujasiri, haki zao zilindwe, ndipo thamani ya utu katika jamii itaonekana. Asanteni. Basi leo twaahidi mbele ya dunia nzima kupinga ukatili kwa watoto wote wa Afrika. Basi leo ni siku ya watoto wa Afrika. Asanteni. Afya ni haki ya msingi, wasinyime matibabu. Magonjwa yakitibika huondoa nyingi taabu. Mtoto mwenye afya njema husimama bila mashaka na kujenga taifa bora kwa juhudi zilizoamba. Tushirikiane sote, wazazi na viongozi, Walimu, dini na jamii pamoja na walezi, kulinda haki za watoto zisizolegea, maana hao ndio msingi wa kesho yenye mafanikio. Tanzania oye! Wamemaliza vijana wetu, tuwashangilie makofi mengi na vigelegele kwao. Vijana hakika mmetupa ujumbe mzuri sana, hakika nyewe ni waheshimiwa sana, na mwendelee kudumu na kukua katika misingi hiyo hiyo, mkipambania haki zenu, mkitetea haki za wengine pia, na kudai pale mnapoona kwamba kuna namna ya kuweza kunyang'anya. Ukafika wakati wa kuonesha vipaji pia. Arusha wanaita machariara. Kwa hiyo machariara wanacheza kwa staili yao. Hii staili ya kucheza wanakwenda mpaka chini kabisa, wanagusa ardhi huku wakirukaruka. Hiyo ni staili ya Arusha, wanaita machariara. Yaani hapo staili yao kama unavyowaona hivyo, wanacheza wakiwa wanarusha miguu, wakiwa wanarukaruka, wanakwenda mpaka chini, wanadunda kabisa. Hiyo ukiona hiyo haipatikani sehemu nyingine. Hizi staili kama unavyoziona hizo staili ni za Arusha tu, yani ni Arusha peke yake ndio unaweza ukakutana na staili za kucheza hivi. Watu wanakwenda mpaka chini,
kukalia miguu, wana bendi kidogo. Hiyo ndio chariara. Charia Arusha, kitu cha Arusha hicho. Tunapoadhimisha maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa Afrika, tukumbuke kwamba mtoto hahitaji chakula na mavazi pekee, bali anahitaji upendo, muda, usikivu na mwongozo wa wazazi na walezi wake. Kila neno zuri tunalomwambia mtoto, kila msaada tunaompa na kila fursa tunayotengeneza kwa ajili yake ni mbegu inayoweza kuzaa maisha yenye mafanikio hapo baadaye. Tusichoke kuwalinda, kuwahimiza na kuwaamini watoto wetu, kwa sababu ndani yao kuna madaktari, walimu, viongozi na wabunifu wa kesho. Kutoka kwetu Moyo wa Malezi, tunawatakia watoto wote wa Afrika maisha yenye furaha, usalama na mafanikio. Tuwe sehemu ya kujenga kizazi chenye maadili, matumaini na ndoto zinazotimia. Asanteni kwa kutazama. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye Moyo wa Malezi kwa maudhui zaidi yanayogusa moyo na kujenga familia bora. Asante, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata, ambapo tutakwenda kuona majina ya watoto wa kiume yanaanza na herufi F.